Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Ndoo. Kujihisi wasiwasi. Kichwa kukuuma. Utaonesha hali ya kukubali kitu lakini moyoni una jambo lako. Mtu anakukumbusha mazuri kila wakati. Kuhitaji hofu ikuondoke. Moyo kukuuma baada ya kuambiwa kitu. Kusadiki maneno ya mtu kuwa yana ukweli. Funguo yako inaanza kukufungulia mazuri. Utatatua jambo moja moja. Heshima yako kurudi. Kupata ndoto zenye kukuogopesha, lakini zitakuwa na maana nzuri zitakazotendeka sasa. Kununua kitu mapema. Utasita kufanya kitu kwa ushawishi wa mtu. Nyota ya Mizani. Kuendelea na mazoezi japokuwa unakuwa na uzito wa kufanya. Kujali umuhimu wa mtu. Siku ya leo kuwa na tahadhari sana, hasa kwa kitu ambacho una hofu nacho. Kupata wasiwasi kidogo kuhusu maneno ya watu. Kumzingatia sana mtu umpendaye. Nyota ya Mapacha. Kujiangalia sana muonekano wako. Kulipa fidia ya kitu. Watu wengi kuumwa tatizo la aina moja, ila wewe utakuwa sawa. Kufurahia maonesho ya kitu. Utakuwa na nguvu ya kuweka mambo sawa. Nyota ya Punda. Mtu atafanya makosa kukuuliza jambo. Kupata maamuzi mazuri baada ya kuwa na utulivu. Kumfanya mtu awe karibu yako zaidi. Hali ya zamani kujirudi tena kwako. Kumsaidia mtu ambaye yu tayari kupokea msaada wako. Utakagua kitu kabla ya kukitumia. Nyota ya Simba. Nafsi yako kutamani sana kufanya kitu. Utaanza tena kuhifadhi pesa. Mtu mwenye hekima atakuwa pamoja na wewe. Njia yako kufunguka kwa kufuata mwongozo mzuri wa mshauri wa kiume. Kupata pesa kupitia rafiki au mtu wa mbali. Kupata kilicho bora. Nyota ya Mshale. Utafanikiwa kuweka jambo sawa. Utani mbaya utakuweka kuwa na hofu. Mtu atakuwa mwenye kukujaribu au kukupima kwa jambo. Utarudia kuomba msamaha zaidi ya mara moja. Utachekewa na mtu ambaye huwa na kisirani na wewe. Habari njema kuzijua. Kuweka saini sehemu ambayo si sahihi. Kujihisi kutetemeka. Mtu ataifanya kazi yako uliyomwagiza kuifanya. Kurudisha kumbukizi nyuma kwa mtu kwa kumwazia. Utakuwa upo kimya sana na sauti ya ndege kuisikia muda huo. Tarajia majibu mazuri kwa kitu. Ukweli kuwa wazi. Mambo mengi kufichuka. Kuonekana huna hatia kwa lawama zilizokuwepo. Hatua mpya kuimarika katika njia kujitegemea ipo wazi sasa. Kuahidiwa kitu. Nyota ya Samaki. Kuangalia kitu cha mtu mara kwa mara. Kuwekeza katika kilimo. Kumuoneshea mtu vitu unavyovihifadhi. Kuhitaji kitu utakachokikosa. Kumuona mtu akiwa katika maendeleo mazuri tofauti na mwanzo. Mahusiano yako ya sasa yatakuwa yenye kudumu kwa muda mrefu. Mtu ataahidi kitu kizuri cha kukufanyia. Utapata pesa au kitu kizuri usichokitarajia. Kuuza kitu kilichokuwa na ugumu kuuzika. Siku ya leo na Jumanne itakuwa yenye kukushangaza kwa mazuri. Tarajia kupokea. Nyota ya Nge. Kushukuru kwa dua yako kupata majibu. Kupata kitu cha zaidi au cha ziada. Kumtuliza mtu kwa hali yake. Utatuma au kutumiwa mzigo kutoka sehemu ya mbali. Kutoa maelezo ya kitu kwa ufasaha. Kuijua changamoto ya mtu anayoipitia. Kukamilisha kitu. Utakuwa mwelewa. Mtu atasema kitu ambacho kitakuwa kweli kwako. Mtu yu tayari kukuongoza ufikie lengo lako. Utaweza kufanikisha jambo masiku yajayo. Nyota ya Kaa. Kuweka nia ya kufanya jambo. Kupata simu au wito wa dharura. Mzazi wako kukuhusia jambo. Utamuongoza mtu katika maadili mema. Kupata taarifa ya ugonjwa unaoenea kifamilia. Kuiona alama ambayo huyajua inasababishwa na nini. Mtu atakuwa chanzo cha wewe kupata kitu. Kuiepuka migogoro. Utapata utambuzi wa kujua kitu. Siku ya Jumanne utapokea matokeo mazuri au kupokea kitu kizuri. Nyota ya Mbuzi.
kuambiwa neno moja na watu tofauti. Utakariri kitu na kukifanyia kazi. Mtu kubadilika kwa matendo, ila utashindwa kumwamini moja kwa moja. Kupewa nafasi ya kurudi tena sehemu. Kukutanishwa na watu mashuhuri. Kuficha kitu. Kufanya ukamilifu wa malipo. Kuingiza pesa kidogo kidogo zitakazokuwa kwa wingi. Mtu atakushukuru sana. Utaongea kitu kitakachokuwa na mapokeo mazuri kwa watu. Neno lako litakuwa na nguvu ya kutenda. Siku ya Ijumaa utapokea taarifa njema au kitu kizuri. Nyota ya mashuke. Kughadhabika. Upendo wako kurudi kwa mtu. Kuna namna nyingi ya ulivyovipoteza kuweza kurejea kwako. Moyo wako una simanzi kwa jambo ulilolifanya au kuliwazia. Utamfanyia mtu wema. Mwezi utaanza kwa mapokeo mazuri kwako. Endapo utajiandaa kuupokea. Kwa kutoa vinyongo ulivyokuwa navyo. Usamehe na kuwa mbora. Watu wanaokutenga wanakuachia nafasi ya kuweza kujimudu na kupata mwelekeo mpya. Kuziona sayari zilizoongozana. Tarajia bahati kubwa maishani mwako. Upinzani na mtu utakupa fursa nzuri. Utafanya suluhisho la jambo. Nyota ya ng'ombe. Kupata kwikwi wakati wa usiku. Pia unaweza kupaliwa na mate. Kati ya vitu hivyo kimojawapo kitatokea. Kupatiwa pesa ya mtaji au uanzilishi wa kitu. Kuongea sana na mtu kwa jambo lenye kujenga mafanikio. Mtu anairudia tabia yake itakayokufanya umkanye tena. Kumuona kiumbe mwenye ujauzito. Unajulishwa heri yako ipo karibu kukufikia. Msamaha wa kweli na mapenzi ya dhati yatajionyesha kwako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.